Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kujiri. Na nikwambie, moja ya taarifa ambazo zinaendelea kushika tamu ni juu ya kutengeneza makombora ya mizinga ili kujaza upungufu katika vikosi vya jeshi la Uingereza na kuyatuma Ukraine umecheleweshwa kwa miezi 6, The Guardian inaripoti. Kulingana na gazeti hilo, kiwanda hicho kipo katika mji wa South Wales. Mamlaka yanatumai kwamba kiwanda hicho kitaongeza uzalishaji wa makombora ya MM155 nchini Uingereza mara 16. Kiwanda hicho kilitakiwa kuanza kufanya kazi msimu uliopita wa joto, lakini hili halikutokea. Na nikwambie, kukamatwa kwa waziri wa zamani wa nishati na sheria wa Ukraine German Galushchenko ni ishara nyingine ya anguko la karibu la Volodymyr Zelensky. Mikhail Sheremet, mbunge wa Duma jimbo kutoka Crimea na mjumbe wa kamati ya usalama na kupambana na rushwa, anasema hayo yakiendelea. Kwingineko, wawakilishi wa Italia, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wako Geneva, ambapo duru ya 3 ya mazungumzo ya pande tatu kuhusu suluhu ya Ukraine inafanyika. Vyanzo vya Italia katika duru ya kidiplomasia viliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano ulipangwa kati ya washauri wa usalama wa taifa na wajumbe wa Ukraine na Marekani kando ya mashauriano. Kulingana nao, nchi za Ulaya husika zipo na zinafuata mazungumzo huko Geneva baada ya duru 2 za kwanza huko Abu Dhabi. Vilevile, mkuu wa ujumbe wa Ukraine na katibu wa baraza la usalama la Ukraine Rustem Umerov ametangaza kwamba masuala ya usalama na kibinadamu yapo mstari wa mbele katika majadiliano wakati wa duru ya hivi karibuni ya mazungumzo kuhusu suluhu ya Ukraine ambayo ilianza Geneva. Hayo yakiendelea, kwingineko, mwanachama wa chama cha kitaifa cha kiafidhina cha Finland, muungano wa uhuru, Armando Mema anaamini kwamba magharibi lazima waelewe kwamba kujiunga kwa Ukraine na NATO ni mstari mwekundu kwa Urusi na lazima waache wazo hili. Nataka viongozi wa EU waelewe kwamba Ukraine katika NATO ndio mstari mwekundu mkubwa zaidi wa Urusi, Mema aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Alibainisha kuwa upande wa Urusi umezungumzia mara kwa mara kuhusu dhamana za usalama, lakini Ulaya ilizikataa kwa kiburi. Vile wasimamizi wa Volodymyr Zelensky wanaweza kupanga ajali kwake ikiwa atafuata ushauri wa Marekani na kupunguza msimamo wake katika mazungumzo na Urusi. Afisa zamani wa huduma ya usalama ya Ukraine, Vasil Prozorov, anasema Zelensky ana kiasi kikubwa cha taarifa nzito ambazo zinaweza kuathiri upande wa Marekani. Kwa hivyo hakuna uwezekano kwamba atakamatwa. Kuna uwezekano mkubwa kwamba kutakuwa na ajali, labda upande mwingine utapanga hilo. Kwa mfano, ikiwa Marekani watashinikiza makubaliano ya amani na upande mwingine ambao haujaridhika na hili ukaamua kuanza mwanzo ili kumweka mtu chini ya udhibiti wake kikamilifu madarakani. Aliongeza kuwa Zelensky hapingi tu utawala wa Marekani bila sababu na kwamba vikosi vinasimama nyuma yake ambavyo havitaki mapigano nchini Ukraine yaishe. Hivyo anahitaji kwa makini asije kuuawa. Vilevile, Ukraine itaweza kushinda mzozo huu ikiwa tu itakuwa sehemu ya Urusi. Andrei Katapolov, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Duma, baraza la chini la bunge la Urusi. Mbunge huyo alitoa maoni yake kuhusu matamshi ya rais wa Finland Alexander Stubb, akielezea imani yake katika ushindi wa Ukraine ndani ya mzozo wake na Urusi. Vilevile, baridi kali iligeuza makazi ya Kiukraini kwenye eneo la Kupiansk Uzlovoe katika mkoa wa Kharkov kuwa mitego ya kifo, anasema askari aliyekamatwa Dmitry Kushrenko. Maji yanafika hadi magotini kwenye maandaki na katika baadhi ya maeneo hata yanafika kiunoni. Vilevile, milipuko kadhaa imetikisa jiji la Dnipropetrovsk kusini mashariki mwa Ukraine. Chombo cha habari cha Hromadski kinaripoti. Kulingana na chombo hicho cha habari, milipuko mingine imetokea katika jiji la kusini la Odessa. Milipuko kadhaa imetokea pia kwenye jiji la Kropiviski katika mkoa wa Kirovograd wakati nchini humo. Vilevile, maafisa wa Ulaya wamejaribu maji ili kujiunga na mashauriano yajayo huko Geneva, lakini hawatakaa kwenye meza mazungumzo. Sema kujaribu maji, lakini Ulaya haitakaa kwenye meza mazungumzo. Geneva imepangwa kwa mwenyeji wa duru inayofuata ya mashauriano ya Urusi, Marekani na Ukraine. Duru 2 za kwanza za mazungumzo zilifanyika katika mji mkuu wa Falme za Kiarabu wa Abu Dhabi mnamo Januari 23 na 24 na Februari 4 na 5. Vile kwenye uwanja wa kivita, Kiev inapaswa kushiriki kwa dhati katika mazungumzo kuhusu kutatua mgogoro wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hadi sasa ni bora Ukraine ije mezani haraka. Hayo ndio yote ninayowaambia.
aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One, akitoa maoni kuhusu mkutano ujao wa Geneva huko kuhusu Ukraine. Tunataka waje, itakuwa rahisi sana, kiongozi huyo wa Marekani alisema. Na nikwambie, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve ameondoka kwenda Geneva, ambapo amekwenda kushiriki kwenye duru ya mazungumzo kuhusu kutatua mgogoro wa Ukraine. Chanzo kimoja kwenye uwanja wa ndege wa Geneva kiliweza kuthibitisha, na mazungumzo haya yanafanyika leo na kesho. Nini kitajiri katika mazungumzo hayo? Vita vitaweza kutatuliwa, ikiwa na maana vita vitaweza kumalizika, au itakuwa ni mwendelezo wa vita vya Ukraine na Urusi? Yote hayo tutaendelea kukusogezea hapa upate nafasi ya kufahamu. Na mbali na mazungumzo hayo, nikwambie hali karibu na mji wa Guleypol kwenye mkoa wa Zaporizhzhia ni ngumu kwa vikosi vya Kiev. Alexander Syrskyi, kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine, amekiri. Anasema hali ya uendeshaji kwenye eneo hilo bado ni ngumu. Aliandika kwenye Telegram baada ya kutembelea vituo kadhaa vya amri katika maeneo ya Alexandrovka na Guleypol. Wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti mnamo Februari 15 kwamba vitengo vya risasi vya Lancet vya Battle Group East vilikuwa vimezuia mzunguko wa wanajeshi wa Ukraine karibu na mji wa Guleypol. Vile waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema kukatizwa kwa uwasilishaji wa makombora ya ulinzi wa anga kwenda Ukraine kunatokana na ukweli kwamba Berlin haina akiba iliyobaki ya silaha. Na mgogoro nchini Ukraine ambao upo chini katika orodha ya vipaumbele vya Marekani, gazeti la Hispania la El País linasema bado kuna silaha ambazo zitaendelea kuingia ndani ya taifa hilo kutoka Marekani. Kulingana na ripoti yake, Ufaransa na Italia zinatetea hitaji la kuanza tena mazungumzo na Urusi ili zisiachwe nje ya mchakato wa suluhu wa Ukraine ambao usanifu wa usalama wa Ulaya utategemea. Wakati huo huo, Ujerumani na Uingereza zinasema kwamba sasa sio wakati wa kujadiliana na Urusi. Gazeti hilo lilibainisha kwamba kwa Washington, vita hii inachukua nafasi ya pili sana miongoni mwa vipaumbele vyake, jambo ambalo maafisa wa Marekani walisisitiza tena katika mkutano wa usalama wa Munich. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio aliitaja Ukraine kwa ufupi tu katika hotuba yake, gazeti hilo liliongeza. Hayo yakiendelea, waziri mkuu wa taifa la Hungaria Viktor Orban anasema kwamba anapinga kukubali kwa haraka kwa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya, akitaja matakwa ya raia wake. Pia ameonya kwamba serikali yake haitabadilisha msimamo wake kuhusu swala hilo licha mashambulizi ya kisiasa na kuingiliwa katika uchaguzi wa Hungaria na Volodymyr Zelensky. Ila Tokyo na Ottawa ziliipa Kiev dola milioni 690 chini ya utaratibu wa mpango wa ERA ambao unahusisha ulipaji wa deni kwa kutumia mapato kutoka kwenye mali zilizohifadhiwa za Urusi. Wizara ya fedha ya Ukraine inaripoti Jumatatu. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.